Hatimaye kwa upande wa klabu ya Yanga wanashuka dimbani siku ya hii leo kupambana vilivyo na mabingwa wa nchini Malawi ambao ni Silver Strikers. Ni moja mchezo ambao kila mmoja anatazama kwa jicho la tatu, huku mwalimu Romain Folz akiwa anatazama ni namna gani ambavyo amekipangilia kikosi chake na kuweza kupata ushindi kwenye mchezo wa hii leo. Na tayari ninayo majina hapa ya wachezaji ambao wanatarajia kuanza kwenye kikosi cha kwanza, yani wale wachezaji 11 ndani ya kikosi. Na kabla sijakwenda kukutajia hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi cha Yanga dhidi ya Silver Strikers ya hapo nchini Malawi. Kwa upande wa mwalimu Romain Folz, amepangilia kikosi chake vilivyo na tayari anatazama namna ambavyo atakwenda kupambana moja kwa moja kwa ushindi kwenye mechi hii leo. Na mimi hapa ninakwenda sasa kukutajia kikosi. Kwa upande wa golini, kama kawaida, mwalimu Romain Folz amempanga Djigui Diarra. Kwa upande wa Djigui Diarra tunafahamu huyu ndiye kiongozi kwenye eneo la ulinzi. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kuendelea kupangilia safu ya nyuma na kuhakikisha mpira unatoka kwa nidhamu na kwenda mbele kiufundi zaidi. Kama ambavyo tunafahamu, huyu tunasema kwamba ni golikipa wa kisasa, kwa sababu ukimletea mpira chini basi anakuwa na utulivu wa hali ya juu, si golikipa ambaye anabutua. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israel Patrick Mwenda tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye ana kasi, na kwenye huo upande wa kulia hana mpinzani kwa hivi sasa kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Kwa upande wa mwalimu Romain Folz, atakuwa akimhitaji Mwenda akiwa akipanda mara kwa mara kusaidia mashambulizi kwenye eneo la mbele, hasa akishirikiana na winga ambaye anacheza naye kwenye upande wa kulia. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Diarra. Kwa upande wa Mohamed Hussein tunafahamu sifa yake, mara nyingi amekuwa na jukumu la kuweza kusawazisha timu, lakini pia hata anavyopanda amekuwa anapanda kulingana na namna ambavyo mechi inakwenda. Ana uzoefu mkubwa, lakini pia na uwezo wa kupiga cross na kuziweka kwenye eneo la hatari zaidi. Wakati huo pia Ibrahim Baka atasimama kwenye eneo la beki ya katikati. Kwa upande wa Ibrahim Baka tunafahamu huyu ni beki ambaye amekuwa na umakini mkubwa, lakini pia amekuwa na uwezo, huyu tunasema kama ni stopper, tackling zake, lakini pia na utulivu wa hali ya juu. Lakini pia kwenye eneo hilo pacha yake atakuwa ni Dickson Job. Kwa upande wa Dickson Job, huyu ndiye tunasema kwamba anacheza kuhakikisha mapengo yote ambayo yatakuwa yakiachwa na Baka, yeye atakuwa akiyadhibiti zaidi. Hivyo ndivyo mara nyingi amekuwa anacheza, na mwalimu amekuwa akimtazama namna hiyo. Kama Baka, wewe cheza hivi, lakini wewe Dickson Job, yale mapengo ambayo unakuwa unayaona, basi kaa kwenye eneo. Hii ni kutokana na akili yake kubwa na namna ambavyo amekuwa na uwezo wa kuzuia mipira. Lakini pia kwenye eneo la kiungo wa katikati yupo Moussa Balakonte. Ni mara chache kuweza kumuona kwenye kikosi cha kwanza msimu huu kwa upande wa Moussa Balakonte mgine huyu, lakini kwa hivi sasa kwa upande wa mwalimu amempa nafasi na kumwamini zaidi na kumwambia kwamba bado ana kitu ambacho anaweza kukitoa ndani ya kikosi. Hivyo tunasubiri kuona nini hasa ambacho atakitoa ndani ya mchezo huu dhidi ya Silver Strikers. Yeye ndiye atakuwa akiwalinda walinzi, lakini pia hata kwenye eneo la mbele. Lakini pia Mudadhiri Yahya atasimama kwenye eneo la kiungo, wakati huyu ndiye kiungo wa mpito, yani yeye atakuwa akihusika zaidi kwenye eneo la kushambulia, lakini pia hata kwenye eneo la ulinzi utakuwa ukimuona. Hivyo ndivyo atakavyokuwa anacheza, na mara nyingi ndio imekuwa kawaida yake. Lakini pia Mohamed Dombia yeye atacheza kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Huu ni kutokana na ubunifu wake mkubwa. Yeye atakuwa akipewa uhuru wa kuweza kutengeneza nafasi na kuweza kupenyeza mpira kwenye eneo la pembeni kulia ama kushoto, hata katikati. Maeneo yote yatakuwa yakimhusu. Lakini pia kwenye eneo la winga ya pembeni kulia yupo Max Nzengeli. Kwa upande wa mwalimu Romain Folz, yeye anapendelea zaidi winga moja kwa moja. Max amekuwa akicheza hivyo hasa kulingana na utulivu wake wa hali juu. Yeye atakuwa akibadilishana nafasi na Pacome, ambaye yeye sasa ndiye yupo kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Pacome tunafahamu ni mchezaji mwenye akili kubwa. Huyu tunasema kwamba ndio mchezaji wa mwisho kwenye eneo hilo, atakuwa akipewa uhuru wa kuingia katikati na kuongeza idadi ya washambuliaji, huku Mohamed Hussein akiwa anashambulia zaidi. Kama akiwa anashambulia, basi Pacome utakuwa ukimwona akiingia kwenye eneo la katikati. Lakini pia mshambuliaji wa kati yupo Andy Boyle. Huyu ndiye mshambuliaji wa kutegemewa ndani ya kikosi, atakuwa akitafuta nafasi kupitia pasi za Dombia, kupitia crosses za Max Nzengeli ama Pacome Zouzoua. Folz atakuwa akimtaka yeye akitengeneza intensity nzuri zaidi kwenye eneo la kushambulia mbele ya mabeki wa Silver Strikers.